Amri Kiemba, tunaelekea ukingoni kabisa mwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Mbio za ubingwa tayari Simba na Yanga wao wanachuana, lakini kwenye eneo la ufungaji yuko Mzize, Dube, Ahwa tayari nao wametengeneza vita yao. Lakini tuangalie ni wachezaji gani ambao wanaweza wakawania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kulingana na au wa msimu kulingana na ambavyo wamekuwa na viwango bora kwenye msimu unaoelekea ukingoni. Wewe unaona nani wanastahili kuwa mchezaji bora wa msimu kwa maana ya MVP? Mpaka sasa hivi kuna wachezaji wengi ambao wamejiinua toka msimu umeanza, lakini kuna ambao wamejiinua zaidi na ambao pia wamesaidia vilabu vyao, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kuwa una namba nzuri, lakini ni nini ambacho klabu yako inafaidika na zile namba ambazo uko nazo. Tunaweza pia tukaanza kuziangalia. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kuna ukija kwenye wachezaji 10 unaweza ukataja wachezaji wengi, lakini naona kuna wachezaji 5 ambao mimi naona tunaweza matarajio ni kwamba atatoka mmoja kwenye hilo kundi kwa namna ambavyo wamekuwa wakiperform na kuzisaidia timu zao. Nikianza na mchezaji wa kwanza ambaye anaingia kwenye hiyo top 5 yangu, ni goalkeeper wa Simba Kamara. Toka amefika ameisaidia timu yake kurudi kwenye ushindani, kwanza kwenye ligi ya ndani, lakini na michuano mingine ambayo wanashiriki. Kiachi kombe la shirikisho bado la shirikisho kwa maana TFF ameendelea kuwaweka mpaka sasa hivi wako kwenye nusu finali. Kwa hiyo kwangu mimi anaingia kwenye hilo kundi la wachezaji bora ambao wanaweza akatoka kama MVP kwenye ligi. Lakini mchezaji mwingine ambaye anaweza akatoka ni Ahua kwa upande wa Simba. Na toka amefika mchango wake kwenye klabu na mafanikio ambayo Simba wameyapata msimu huu kwenye ligi. Tukumbuke msimu uliopita Simba waliomaliza nafasi ya 3, lakini sasa hivi ni kama wana uhakika wa kupambania ubingwa mpaka mwisho wa ligi. Kwa hiyo Ahua naye anaingia kwenye mchakato huo. Lakini pia kwa upande wa Mzize, msimu huu amekuwa na mchango mkubwa sana kwa kile ambacho Yanga imekifikia mpaka sasa hivi kwenye ligi na kombe la FA. Kwa hiyo naye kwangu mimi anaingia kwenye hilo kundi la wachezaji 5 ambao nawafikiria ndani ya 5 wanaweza wakatoka mtu ambaye ndio mchezaji bora wa msimu. Lakini pia anaingia na Pacome ambaye naye ana mchango mkubwa kwa hapa ambapo Yanga imefika. Ukizingatia Yanga ilianza kwa kusuasua wachezaji wengi wakiwa chini ya viwango, lakini bado Pacome alibeba timu kwenye mabega yake na kuifikisha hapa ambapo amefikisha. Though amekuwa na injury kwa sasa hivi, lakini bado ule mchango ndo ambao unadumu mpaka sasa hivi, na ukizingatia zimebaki mechi 4 tu, hakuna maajabu ambayo mchezaji anaweza kuyafanya na kupelekea yeye kushinda zile pointi ambazo kwangu mimi naziona Pacome ameshajikusanyia. Lakini mchezaji mwingine ni ameingia kwenye dirisha dogo ni Soa. Kwangu mimi nadhani amefika kwa muda mchache na ameweza kuisaidia timu yake. Leo hii tunaiona Singida Black Stars inashindania kupata nafasi ya 3 kwenye ligi yetu, na mchango mkubwa wa Soa ambaye ameingia kwenye dirisha dogo ametoa mchango mkubwa. Na kwa hiyo kwangu mimi nadhani hao 5 anaweza akatoka MVP kwenye ligi msimu huu, na hicho ndicho kitakuwa matarajio ya kwangu mimi kwamba kama MVP anatoka basi ni kwenye hao wachezaji 5. Ukiniambia watu 10 ndio unaweza ukawa bado una nafasi ya kuwa na wachezaji wengine. Kwa mfano Faisal pia hajafanya vibaya msimu huu, japo timu yake ndio imekuwa sasa ikimwangusha kulingana na matokeo ambayo timu wanaipata. Lakini unamwona mchezaji kama Hamza, Kagoma, na wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa kwenye timu, japo kwenye namba hawana, lakini ukiwaangalia kwenye utendaji ndani ya kiwanja unaona Dube anaweza kuingia kama idadi ya watu itakuwa ni nyingi sana. Lakini kwa wachezaji 5 ndio hao ambao mimi naona kati ya hao basi walau atatoka mtu kutokea kwenye hao 5 ambao mimi nahisi ndio wamefanya vizuri kuliko wengine kwa msimu huu. Ukija kwenye makocha, kumekuwa na ingia toka nyingi sana ya makocha, lakini makocha ambao wamedumu kwenye timu zao kwa muda mrefu kwa maana ya msimu huu ni Fadlu Davids wa Simba pamoja na kocha
Ahmad Ali wa JKT Tanzania, Meck Maxime Dodoma Jiji. Nani unaona anastahili kuwa kocha bora wa msimu? Kwa yale ambayo yanaendelea kwenye ligi, kama tunafuatilia wote vilabu hivi vitatu ambao umevitaja na walimu wao, tukiangalia Simba ambapo ilikuwepo na ilipo sasa hivi, unaweza kuona mchango mkubwa wa mwalimu kwenye kuifikisha hapo. Japo Ahmad Ali pamoja na Meck nao hawafanyi vibaya, lakini kwa kulinganisha na vile ambacho Simba wanakifanya, nadhani kwa msimu huu kama tutakuwa tunafuatilia na kuchagua kocha bora wa msimu, basi nadhani Fadlu ana nafasi kubwa ya kuchukua hiyo tuzo, kwa maana kwamba amekuja na kuitransform timu kutoka kwenye timu inayojengwa na kuileta kwenye timu ambayo sasa walau inashindana na kuweza kushindania yale matukio ambayo wapo na wanakwenda mpaka mwisho wa matukio. Kwa hiyo ni timu ambayo haikutarajiwa kufanya hiki ambacho wanakifanya, lakini bado mwalimu na benchi lake wameweza kuibadilisha hiyo kutoka kwenye kutengeneza timu, na sasa hivi ukiwaambia kwamba wanatengeneza timu hawezi kukubali, wako kwenye kushindana. Na eneo la goalkeeping, goalkeeper bora wa msimu amekuwa akiamuliwa kwa clean sheet, kitu ambacho wewe huwa ukiamini sana. Kwa nini huamini kwenye clean sheet na badala yake unatamani kwamba iwe ni uwezo binafsi wa kile ambacho anakionyesha goalkeeper kwenye mchezo husika? Mimi nasema kwenye clean sheet ni kama vile tuzo ya timu yenye nidhamu. Yaani ni tuzo ya timu. Yaani huwezi kusema mchezaji fulani ana nidhamu kwa msimu huu wakati kuna ushirikiano wa watu wengi. Kwa hiyo tuzo ya clean sheet inakwenda kwa goalkeeper peke yake, lakini ili goalkeeper apate clean sheet kuna watu wanazuia asiweze kufikiwa. Sasa kuna kipa bora wa msimu unaweza kumpima kwa namna ambavyo ameokoa timu yake isifungwe, sio kwa namna ambavyo timu imetoka bila kufungwa. Unajua kuna timu kutoka bila kufungwa na goalkeeper kuokoa timu yake isifungwe. Hivyo ni vigezo viwili tofauti. Mimi huwa nadhani kwa sababu tumekikuta hiki kitu huko kilikuanzia kwamba ni goalkeeper anapewa kwa clean sheet, lakini nadhani tunaweza kukaa na sisi kwa sababu tuna maarifa, tukaweza kuona kwa kiasi gani tunaweza kufuatilia. Inawezekana ugumu kwa ni kufuatilia namna ambavyo goalkeeper anakuwa na save, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuhesabu tu clean sheet, ndicho ambacho tumechagua kitu rahisi kwenye mchezo. Lakini nadhani kwenye saves inaweza ikawa inatoa haki sawa. Kwa nini? Kwa sababu goalkeeper ambaye anacheza labda Ken Gold leo hii anaweza kuwa anahukumiwa na kukosa clean sheet kwa sababu tu timu yake haijilindi vizuri, lakini si kwa sababu yeye hakuokoa hayo matukio ya timu kutokufungwa. Unakuta timu imefungwa goli 3, lakini goalkeeper peke yake ana zile chance clear 6 amesave. Labda Yanga au Simba goalkeeper amesave moja kwenye mechi ndio ambao anaweza kusave clear. Kwa hiyo clean sheet kwake yani si nani ya kumshindanisha na makipa wengine, kwa sababu yeye anapata nafasi ya kuwa nyuma ya walinzi ambao wanamlinda vizuri, timu nzima inajilinda. Kwa hiyo ile tuzo ya clean sheet ingebaki kama tuzo ya timu, yani iwe timu nzima inapewa tuzo kwa kuzibeba hizo clean sheet. Lakini goalkeeper kama ilivyo kwa mfungaji anapimwa kwa kufunga magoli na si kwa sababu ni mshambuliaji na timu ina magoli mengi yeye mwenyewe anapewa. Yani umeona sasa hiyo sentence kama goalkeeper anapewa kwa sababu timu ina clean sheet nyingi, ila mshambuliaji apewi kwa sababu timu ina magoli mengi, anapewa kwa sababu amefunga. Kwa hiyo na goalkeeper nayo ni tuzo binafsi, ingebidi irudi kwenye yeye binafsi amefanya nini, kama ambavyo mlinzi bora anapewa kwa sababu ya kile ambacho yeye amekifanya, au kiungo bora anapewa kulingana na yeye amekifanya, sio kwa sababu timu hii ina eneo la kiungo ilikuwa inatawala sana basi viungo wake ni viungo bora. Hapana, atacheuliwa kiungo mmoja kwa kile ambacho anakifanya. Kwa nadhani kwa way forward tunaweza kuliangalia kwenye engo ya kwamba hii ni tuzo binafsi, kwa hiyo tunapaswa kumwangalia yeye binafsi anafanya nini. Inawezekana sasa tukaweka vigezo ni saves zile za goalkeeper alizo save, lakini tukarudi ni save za aina gani, kwa sababu unaweza kuwa ume save 6 ambazo kiasilimia za magoli ni asilimia 20, lakini kuna mwenzio amesave 2 ambazo ni kama penalty. Kwa hiyo ni penalty lakini iko ndani ya mchezo ambayo mtu amepata chance 1-on-1 na goalkeeper, engo nzuri ya kufunga, kipa ka save. Kama ambavyo labda ali save goalkeeper wa
Stellenbosch dhidi ya Ateba, unaweza ukamuona ni goalkeeper pale sasa ndio amefanya kazi, lakini clean sheet ingebaki kwa timu kama timu ingekuwa haijafungwa. Kwa hiyo mimi nadhani clean sheet ibaki kama tuzo ya timu nzima, na goalkeeper apimwe sasa kwa kile anachokifanya, isiweza clearance, isiweza amesave, commanding ya defense yake na nini, hivyo viwe sehemu ya vigezo, na isiwe wakipa wengine sasa hawawezi kufika kwenye level ya kushindania clean sheet, kwa sababu timu kwa msimu ina concede goal ya 30-40, goalkeeper ana save 70-90, lakini kuna timu imeconcede goal 5, goalkeeper ana save 4. Unaona utofauti hapo. Kwa hiyo mimi nadhani kwa mbele ambao wanasimamia wangeweza kuangalia namna gani wanaweza wakaleta ushindani ukawa wa mtu binafsi na sio ulinzi mzima, kwa sababu ukizungumzia clean sheet unazungumzia kuanzia kama ni mbele, kama ni Kagera, unazungumzia kina Chirwa huko mbele wameanzaje kuzuia ili huko clean sheet ipatikane. Kwa hiyo ni mchakato wa timu nzima kujaribu kutafuta clean sheet, lakini performance ya goalkeeper peke yake ingepimwa kwa yale ambayo anafanya kusaidia timu.